Kiteto tumekuwa na shida ya umeme. Sio kukatika, ni kukatika katika. Kwa muda mrefu sana hapa. Inayounguzia wananchi vifaa vyao. Ilileta kero sana kubwa hapa. Hata niliwahi kumpigia Mheshimiwa Naibu Waziri na mkurugenzi wa REA kuelezea hili jambo. Najua kazi iliyokuwa inaendelea ilikuwa ni kufanya mifumo hii ya zamani irekebishwe. Tunaelewa kabisa. Lakini kwa kweli sasa shida nyingine kubwa ya Kiteto. Sisi tunapata umeme line moja tu kutoka huku Dodoma. Ikikatika sehemu moja miji yote ya Kiteto hakuna umeme. Kila laheri na tupitishe bajeti haraka sana ili watu wakafanye kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru na naunga mkono hoja. Oldonyo Media. Habari karibu nawe. Mbunge wa jimbo la Kiteto Mheshimiwa Wakili Edward Ole Lekaita ameiomba serikali kushughulikia swala la kukatika kwa umeme wilayani humo. Ole Lekaita ameyasema hayo leo bungeni wakati akichangia bajeti ya Wizara ya Nishati, ambapo amesema pamoja na jitihada zinazofanywa na serikali kwa upande wa umeme, bado tatizo la kukatika kwa umeme ni changamoto, hali inayopelekea wananchi kupata hasara kwa kuunguliwa kwa vyombo vyao ama vifaa vyao vinavyotumia umeme. Ole Lekaita ameongeza kuwa endapo laini nyingine itaongezwa, huenda itapunguza changamoto hiyo, kwani kwa sasa wanategemea laini moja pekee kutokea upande wa Dodoma, na endapo umeme utakatika miji yote ya Kiteto hukosa umeme. Sambamba na hilo, amempongeza naibu waziri mkuu ambaye ndiye waziri wa nishati Mheshimiwa Doto Biteko, na kusema ameongeza utendaji katika wizara hiyo pamoja na watu kuendelea kujifunza kutokana na nasaha zake ambazo ameendelea kuzitoa katika hotuba zake. Wakati huo amempongeza pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania utekelezaji wa miradi katika jimbo la Kiteto, na kusema hadi sasa serikali yake imefanikiwa kusogeza umeme kwa vijiji vyote 29, vitongoji 161 vimeshapata umeme, huku vitongoji 118 zikibakia bila umeme. Hii ni Oldonyo Media, habari karibu nawe. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tumpongeze katibu mkuu, wakurugenzi, mameneja wa mikoa. Na mimi nazungumza habari ya mkoa wa Manyara na Dodoma kwa sababu Kiteto kitanesco tunaitikia mkoa wa Dodoma. Lakini mameneja wa wilaya kwa kweli wanafanya kazi nzuri sana. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, kwa mfano wa Kiteto wameanzisha WhatsApp group ya kutupa tu information kila wakati za kukatika kwa umeme na pale panapotokea hitilafu. Huu ni ubunifu. Kwa hiyo kwa kweli lazima tuwapongeze kwa kazi hiyo. Tunachowaomba tu, kwa sababu wateja wao wengi wana namba zao za simu, kwa wale ambao hawezi kuingia kwenye WhatsApp group, hizi message zikiwa zinaenda kwa wateja wao kupitia mitandao ya simu, nadhani itasaidia kuboresha huduma kwa wateja. Lakini Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, Kiteto miaka 4-5 iliyopita tulikuwa na vijiji 29 hazikuwa na umeme, ikiwemo tarafa nzima anakotoka mbunge huko. Lakini tunapozungumza sasa vijiji vyote 29 vina umeme, vitongoji 161 vina umeme. Tumebakiza kama 118 hivi. Na kwa kasi inayoendelea mimi sina shaka kabisa kwamba tutamaliza hili jambo, na Watanzania wengi wanapenda umeme sana. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, kipekee tu kabisa nilete ombi moja hapa. Kuna kitongoji kinaitwa Kilimawanga, kijiji cha Mbigiri, na mwenyekiti wake wa kitongoji anaitwa Nelson Elisha Chibaga. Na kwa nini namtaja huyo? In fact, kama kuna wenye viti ambao wanafanya kazi nzuri sana kwa kutoa taarifa za wananchi, huyu mwenyekiti wa kitongoji anaongoza Kiteto nzima hii. Naamini hata anaweza kaongoza nchi nzima. Kila wakati anapiga simu yeye akisema habari ya umeme kwa wananchi wake. Na umeme anaohitaji tu ni wa kilomita 2.2, umeme mdogo LV, na ni milioni 32 tu. Kwa hiyo mzee wa kusema na kutenda, mimi najua umeshaanza kuandika hapo na najua umeshaanza kutoa maelekezo hapo. Milioni 32 ni kitu kidogo sana. Na hawa wananchi wa kijiji cha Mbigiri ni wachapa kazi wazuri sana. Inawezekana hata leo wamejaa kwenye TV wanasikiliza, watapata majawabu yao leo. Na kwa kweli wewe mzee wa kusema na kutenda, najua utamaliza hili kitongoji. Hivi vingine tunaweza subiri mpango wa serikali, lakini angalau hii kitongoji. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, hapa katikati pamoja na kazi kubwa iliyofanywa, Kiteto tumekuwa na shida ya umeme.
Sio kukatika, ni kukatika katika kwa muda mrefu sana hapa. Inayounguzia wananchi vifaa vyao, ilileta kero sana kubwa hapa. Hata niliwahi kumpigia Mheshimiwa Naibu Waziri na mkurugenzi wa REA kuelezea hili jambo. Najua kazi iliyokuwa inaendelea ilikuwa ni kufanya mifumo hii ya zamani irekebishwe. Tunaelewa kabisa. Lakini kwa kweli sasa shida nyingine kubwa ya Kiteto. Sisi tunapata umeme line moja tu kutoka huku Dodoma. Ikikatika sehemu moja, miji yote ya Kiteto hakuna umeme. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, tukizungumza na wataalamu, kama mtajenga switching station hapa kwa majirani zetu na mtambo wa kupozea unaotoka Kilindi na tukawa na line nyingi za Kiteto, mtatusaidia sana. Na naambiwa ni pesa ndogo tu, karibu bilioni 3 sijui. Mkitusaidia hilo Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, angalau mtawafanya wananchi wa Kiteto sio button moja tu ikikatika basi wilaya nzima inakosa umeme kwa sababu ya line moja. Kwa hiyo naomba Mheshimiwa Naibu Waziri uchukue hili kwa uzito wake ili wananchi wa Kiteto na wao wapate neema hii ambayo Dr. Samia analeta kwa Watanzania wote. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, kazi nyingi sana zimefanyika Kiteto. Miradi ya REA 3 round 2 umekamilika, miradi ya Uviko umekamilika, miradi ya ujazilizi unaendelea kwenye vitongoji 37, miradi ya ujazilizi HE2A vitongoji 15 unaendelea. Kweli kazi inaridhisha kabisa. Kwa kweli na timu yenu iliyopo huko inafanya kazi nzuri sana. Lakini tukipata hii switching station na kituo cha kupozea hiki cha Kilindi isaidie Kiteto kupata line nyingi, nadhani mtakuwa mmemaliza swala la umeme Kiteto. Lakini Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, Dr. Samia amefanya kazi nyingi sana na tumepata miradi mipya mingi sana. Tumejengewa sekondari 5, lakini minara ya simu karibu 14. Yote hii inahitaji umeme. Ningetoa ushauri Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, tuwe na pesa maalum ambaye kazi yake ni kulenga hii miradi mikubwa iliyoletwa na Dr. Samia. Tulenge na taasisi za dini na taasisi mbalimbali. Kiteto wanapata mnara wa Radio Tanzania kwa mara ya kwanza tangu uhuru. Sasa leo tusipopata huduma hiyo bora kwa sababu ya kukosa umeme, nadhani ni ushauri wetu kwa unyenyekevu mkubwa sana. Hii miradi mipya hii, shule shikizi karibu 20. Lakini transformer kuna miradi mingi imekamilika, inahitaji transformer kama 6-7 tu. Mbeli huko, Ndilali, Sunya, Rupopongi, Mbigiri, Zambia, Kisima cha Maji Ngusero, Kibaya Mjini, Mafichoni. Lakini minara ya simu Kinua, Partimbo, Lolera, Songabele, Loldepesi, Rupopongi, Makame, Orkiushi. Zote hizi zikipata umeme na transformer hizi, Kiteto hali ya umeme itakuwa njema sana. Lakini Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, kuna sisi ambao tunaitikia mikoa mingi tuko Manyara, lakini Kitanesco tuko Dodoma. Wakati mwingine kwenye mikutano hii ya RCC hatupati taarifa nzuri sana ya Kitanesco, kwa sababu Kitanesco tunaitikia mkoa mwingine. Ushauri wetu, mawasiliano yawe bora kati ya mameneja wetu hawa, ili na sisi tunaoitika Dodoma Kitanesco tuwe tunapata taarifa hizi za Kitanesco kupitia mkoa wetu wa Manyara. Na kwa mkoa wa Manyara tu, kwa mfano Simanjiro wanaitika Kilimanjaro na Kiteto wanaitika Dodoma. Ongeze Dr. Samia kwa miradi mingi sana ya umeme nchi nzima. Tunaposema vijiji vyote kuna umeme na hakuna kijiji hakina umeme, sasa tunamaanisha kazi aliyofanya Dr. Samia kwa miaka 4 ni ya mfano. Kwa kweli tunampongeza kwa dhati sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunampongeza Mheshimiwa Dr. Biteko, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati na Madini wa Nishati, kwa kweli kwa kazi kubwa anayofanya. Mzee wa kusema na kutenda. Kwa kweli tunakupongeza kwa kazi za wizara na kazi unayofanya kumsaidia Dr. Samia. Kwa wale wanaofuatilia kwa karibu, Dr. Biteko ameongeza kasi kubwa sana kwenye masuala ya nishati nchini. Lakini mzee, ziara zako tunazifuatilia sana, unafanya sana, unawaponya watu wengi sana na unazungumza vizuri sana. Watu ni wale.
Kwa kweli Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, tunakupongeza sana, na wewe ni kati ya viongozi ambao ni very humble sana, na silaha kubwa kwenye uongozi ni kuwa humble. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunampongeza Naibu Waziri Wakili Judith Kapinga, naye kwa kweli anafanya kazi nzuri sana ya kumsaidia Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu. Baada ya kusema haya, kwa sababu ni kengele ya pili, niwatakie kila laheri na tupitishe bajeti hii haraka sana ili watu wakafanye kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru na naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Wakili Edward